Kikosi cha Taifa Stars kimeweza kuwasili nchini Morocco ambapo kitaweza kucheza mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Morocco. Sasa kieleza hali ya hewa ambayo ameweza kukutana nayo, nyota wa Taifa Stars Simon Msuva anasema kwamba tumekutana na hali ya hewa kidogo sio rafiki. Ni maneno ambayo amezungumza Simon Epigod Msuva wakati kikosi kilivyoweza kuwasili pale nchini Morocco katika mji wa Oujda. Stars ipo nchini Morocco kwa ajili ya mchezo huo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya taifa hilo, ambapo mchezo huu ni kukumbusha utapigwa Machi 26. Huyo hapa Simon Msuva. Nashukuru Mungu tumefika salama, lakini pia tumekutana na hali ya hewa kidogo sio rafiki, ila kikubwa tumefika salama na tumefanya maandalizi yetu ya mchezo wetu ambao tunakaribia kuucheza. Leo tumefanya mazoezi yetu ya kwanza na kesho tunamalizia mazoezi yetu ya mwisho kabla ya mchezo wetu. Nakumbuka ndio walitufunga mchezo wetu wa kwanza nyumbani, lakini kila mchezo unakuwa na approach yake. Walimu wameangalia nini cha kufanya, na ukiangalia pia ni timu tunacheza nayo, kila mtu anaifahamu ina ubora gani kwa mchezaji mmoja mmoja, lakini hata sisi pia tuna ubora wetu. Kwa hiyo mimi naamini tutafanya vizuri mchezo na tumejiandaa vizuri kwa uwezo wa Mungu mpaka siku ya mechi. Na mimi sote kwa pamoja tutaamka salama na tutawakilisha Tanzania yetu. Tukitazama habari nyingine, klabu ya Singida Black Stars leo imefanikiwa kuzindua uwanja wake mpya ambao umeupa jina la Airtel Stadium, ambapo hafla hiyo ya uzinduzi wa uwanja imeweza kuhudhuriwa na naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamis Mwinjuma, ambapo ameweza kutoa pongezi na shukrani kwa wadau wote waliohusika kujenga uwanja wa Airtel, akisema ni moja ya viwanja vyenye pitch bora zaidi Tanzania. Ni katika moja kati ya tukio la uzinduzi wa uwanja huo, na amesema kwamba suala la kujenga majukwaa linafuata taratibu, kwani lifti inakukuta njiani. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana wana Singida. Kumpongeza sana mbunge wa Singida kwa kuhakikisha kwamba anaomba wadau mbalimbali kuhakikisha tunakuwa na uwanja huu nchini. Mnafanya vizuri sana kwenye upande huo. Na hili la kujenga uwanja peke yake linaonyesha jinsi ambavyo uongozi wa timu hii uko serious. Swala la kujenga majukwaa na lenyewe litafuata taratibu. Hatua ni moja baada ya nyingine. Hatuwezi kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja. Na lifti, ndugu zangu wa Singida, inakukutia njiani. Hata kama unataka kuomba msaada wa kujengewa majukwaa, wadau mbalimbali wengine wawekeze, lakini wakiona kama umekuwa serious na umeanza na pitch kama hivi, inakuwa rahisi kuwaelewesha kwa nini wakuunge mkono kwenye kufanya hilo ambalo unakusudia kulifanya. Kwa hiyo niwapongeze sana wana Singida. Nimefurahia mmekuwa na uwanja mzuri sana, pengine miongoni mwa viwanja vyenye pitch bora kabisa katika nchi yetu. Na kwa hili naamini kwamba sasa mko serious kweli kweli, sio tu kutengeneza miundombinu ya michezo, lakini kuhakikisha timu yenu inafanya vizuri. Naye mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Singida Black Stars Festo Sanga ameweza kutoa maelezo mafupi kuhusu uwanja mpya huo, akisema kwamba kwa ujenzi huu Singida Black Stars sio ya leo, sio ya kesho, sio ya kesho kutwa, ni jambo la mchakato na mambo yanakuja mengi mazuri baadaye. Lazima tutambue mwanamichezo mwingine na mwana Singida, Mohamed Dewich, na amekuwa ni sehemu ya watu waliochangia katika ujenzi wa uwanja huu. Watu wengi wanauliza maswali, mbona maeneo ya kukalia mashabiki bado? Kuanza ni hatua. Sisi tumeanza kama ambavyo viwanja vingine vilianza. Ukifuatilia uwanja wa Azam ulianza hivi, ukifuatilia uwanja wa Namungo ulianza hivi. Hata sisi Singida eneo la kuchezea limekamilika 100%. Eneo la mashabiki kukaa tunaendelea nalo kwa nguvu kubwa, na nitumie nafasi hii kuwaomba wadhamini mbalimbali wajitokeze kutuunga mkono sisi wadau wa michezo hapa Singida Black Stars kwenye ujenzi pia wa maeneo ambayo yamesalia. Kocha mkuu wa kikosi cha Simba Queens Yusuf Basig amesema timu hiyo inapaswa kuwa makini na michezo iliyosalia ya ligi kuu ya wanawake. Weekend iliyopita timu hiyo ilipoteza ikiwa nyumbani dhidi ya mtani wake Young Princess kwa bao 1-0 uwanjani KMC Complex. Hiyo ni mechi ya kwanza kwa kocha huyo Mghana kupoteza tangu kutua nchini msimu huu. Basig ambaye alichukua mikoba ya Juma Mgunda aliyetimuliwa kikosini hapo Agosti mwaka jana kwenye mechi 13 aliyosimamia kama kocha mkuu,
ameshinda michezo 11, sare moja na kupoteza moja. Kizungumza, Basige amesema kama timu wanapaswa kuwa makini kwenye michezo mitano iliyosalia kuhakikisha wanapata pointi zote na kutetea ubingwa wao. Anasema ligi ni ngumu, ukipoteza 2 point mshindani wako anasogea nafasi yako. Tunapaswa kuweka umakini kwenye mechi 5 zilizosalia na kuachana na matokeo ya nyuma. Kule ni Sajid Shamte wanapokunywa sasa, kucheza vizuri ni Vivian Kozani, mpira nafasi ndio Aisha Jafari Gentrix ya Aisha Jafari 1-2 nzuri ya ndani kule, chuma cha 3 Christopher Precious. Kwingineko, kocha wa JKT Queens Esther Chabruma amesema msimu huu huenda bingwa akatokea mwisho wa msimu kutokana na ushindani uliopo kwenye ligi hii. Huu ni msimu wa pili kwa Chabruma kusimama kama kocha mkuu wa JKT baada ya mwaka jana kupoteza ubingwa mbele ya Simba. Akizungumza, Chabruma alisema kwamba ligi msimu huu imekuwa na ushindani na akatoa msisitizo kwamba watu wasishangae bingwa akatangazwa kwenye mechi za mwisho. Aliongezea kuwa msimamo wa ligi ulivyo unaonyesha namna gani bado kuna kazi ya kufa au kupona kwenye mechi 5 zilizosalia zitakazomtangaza bingwa. Anasema tofauti na msimu uliopita, huu ni mgumu sana. Mwaka huu timu zimejipanga. Umeona hata kwenye mechi za dabi watu walizoea kuiona zikicheza timu hizo Simba inashinda, lakini sasa mambo yamebadilika, alisema Chabruma, na kuongezea kuwa unaweza kusema umebakiwa mechi 2 ngumu, Simba na Yanga, ukaja kupoteza mechi na timu ndogo, kwa sababu wanapocheza na timu kubwa kuonyesha uwezo wao. Anakwenda kuongoza wenzake kutoa gwalide la heshima na saluti juu, Donisia Daniel Minja.